Nashukuru kwa utangulizi huu. Mungu na atukuzwe. Ndugu yetu Caleb, Mungu akubariki sana kwa kutangulia kwa ajili ya nyimbo. Jina la Bwana litukuzwe vivyo hivyo. Nashukuru kwako wewe kujoin pamoja nasi katika ibada ya leo, kutambua umuhimu wa kusogea miguuni pa Bwana, kutafuta rehema zake na fadhili ambazo ametuwekea kila siku asubuhi. Hata sasa tunaanza na yeye ili kwamba maisha yetu yaweze kukaa chini ya miguu yake iliyo salama. Basi tunaendelea na masomo yetu mfululizo ambao tunajifunza hatua za kukumbukwa. Hatua za kukumbukwa. Hatua hizi si zingine bali ni hatua za Yesu Kristo ambazo zinakumbukwa katika maisha yake yote. Sisi tunapaswa kumkumbuka yeye kwa makuu mengi ambayo ameyatenda katika maisha yetu. Hata sasa anatupatia namna ya kuishi sawa sawa na neno lake. Alishinda majaribu, alishinda vikwazo, alipita hapa na pale, akituonyesha sisi ambao tuishi tukimpendeza yeye siku zote. Hatua za kukumbukwa. Jana tuliangalia jinsi ambavyo Yesu anakuja kwao, na mara wanafunzi wanapoogopa wanapiga yowe tena kwa hofu, Yesu anajitokeza, anawatia moyo wa kusema kwamba ni yeye, wala wasiogope. Wasiogope ni yeye na waweze kujipa moyo. Yesu anajitokeza katika maisha yao. Mstari wa 28, leo tunaingia hapo 28 na 29. Neno la Bwana anasema, Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. 29, akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Tuombe. Baba mbinguni, jidhihirishe sasa kwetu wasaa huu tunapoingia kujifunza neno lako, katika jina la Yesu, amina. Yesu mara baada ya kuonekana kwa wanafunzi wake, yeye anaingia ndani ya kugusa mioyo yao, kwa sababu wanafunzi wake walianza kuona hofu, walianza kuona mashaka, wakaingiwa na woga wa kutosha baada ya kuona kivuli. Lakini Yesu akamwambia, msiogope, ni mimi. Wanafunzi wote baada ya kuisikia ile sauti walitambua kwamba ni Yesu. Yesu kwa sababu ya uzoefu wao alitambulika kwao. Hello. Yesu baada ya kuonekana kwao na sauti ikasikika, maana yake alitambulika kwao na walimuelewa. Walisikia sauti ya Yesu. Kwa hiyo wanafunzi wake baada kwamba wameisikia sauti ya Yesu, walielewa kwamba wako na Yesu mwenyewe, ndiye yeye wala si mtu mwingine. Lakini baada ya muda Petro akaonekana akisema kwamba, Yesu, ikiwa ni wewe. Akasema hivi, Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Sasa neno la Petro kusema kwamba ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji, linaonyesha mashaka, linaonyesha kutokuwa na matumaini, linaonyesha kutokumwamini huyo aliyesema ni yeye. Ambapo alipojitambulisha kwamba ni yeye, sauti yake ilidhihirika. Kwa wanafunzi wake wanatambua sauti kwamba huyu ndiye Bwana wetu, na wao wakiwa kondoo wanatambua mchungaji wao ni nani. Kwa sauti walielewa. Lakini Petro kwa mashaka anasema tena, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Kuna mahali fulani pia Yesu anajitambulisha, lakini anapojitambulisha kwa sababu hafahamiki, anasema mimi ndiye Yesu na mkombozi.
Ukisoma kitabu cha Matendo, jinsi ambavyo Yesu anajitambulisha kwa Paulo anapomuokoa Paulo kutoka kuwa yule mtu ambaye alikuwa ni adui, alikuwa akikatisha maisha ya wateule wake, yani watu wa Mungu. Alipokuwa akikatisha maisha sasa wakati safari yake kwenda Dameski ili kuendeleza kuwaua watu wa Mungu, ndipo anakutana na kimbunga katikati cha moto unaowaka. Farasi wake wanaona usafiri wake, yani yule mnyama aliyekuwa amepanda anaona kwamba hiki sio kitu cha kawaida. Ndipo anamuuliza, kwa nini hiki? Yesu anajitokeza katikati yake, anasema, mimi ndimi Yesu. Sasa alishajua kwamba Yesu huyu hawezi kuwa mwana wa Mungu ikiwa yeye amezaliwa hapa, tunamfahamu hapa, amezaliwa na mwanadamu hapa. Kwa hiyo walijua kwamba hawezi kuwa mkombozi. Sasa Yesu akajitambulisha kwake, akasema, mimi ndimi Yesu, unaniumiza unapowatesa wateule wangu. Yesu alijitambulisha hivyo kwake. Hivyo basi akaelewa, akabadilika. Tangu hapo akabadilisha jina lake na akazidi sana kuokoa watu wa Mungu. Hasa pati ambayo tunaangalia ni jinsi ambavyo Yesu alijitambulisha kwake. Akasema, mimi ndimi Yesu, unaowatesa watu wangu. Yesu alijitambulisha hivyo kwake Sauli, ambaye alikuwa wakati huo Sauli, na kubadilika kuitwa jina lake Paulo. Ndipo jina lake kachange. Anapokwenda Dameski anakwenda kama mhubiri, haendi tena kama mtesaji ama muuaji, anabadilisha status yake. Hata sasa Petro anaposikia sauti ya Yesu haonyeshi kwamba anamkumbuka, ila anasema tena, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Anaonyesha mashaka. Rafiki yangu mpendwa, mashaka yanaweza kaingia kwako. Kutokumwamini Mungu inaweza kaingia kwako. Imani inaweza kateteleka kwako wakati wowote ule. Usiwe na mashaka, ujazwe na nguvu ya Roho Mtakatifu, ujazwe na sala, ujazwe na nyimbo za ibada, ujazwe na Roho wake Mtakatifu kushinda majaribu. Itambue sauti ya Bwana. Wengi ambao wanatamani kumuona Bwana wanatamani kufuata na kuona ishara mbalimbali, lakini muumbaji wetu yeye anajidhihirisha katikati yetu kwa namna mbalimbali. Ishara, usitegemee sana ishara, kwa sababu wapo watu wanaofanya ishara lakini hawamtegemei Mungu na njia zao sio thabiti. Kwa sababu gani? Ndani yao hakuna ushuhuda wa Yesu, hakuna amri 10 za Mungu. Kwa ishara ni mwovu shetani anaweza kutumia hizo ishara. Kusoma kitabu cha Ufunuo na Wakorintho kinasema kwamba shetani anaweza kujibadilisha kuwa malaika wa nuru, akaonekana kwetu, tukadhani kwamba ni malaika wa nuru, kumbe ni mwangamizi, anakuja kwetu akituangamiza. Ishara zinaweza kutokea ukafikiri kwamba ndiye yeye. Soma kitabu cha Ufunuo nadhani 13, anasema kwamba shetani ana uwezo kujibadilisha kuwa malaika wa nuru. Anaweza akaita moto kutoka juu kashuka chini. Kwa hiyo ndugu yangu, ukitegemea ishara peke yake kusema kwamba nikamwona Mungu, wapo watu ambao wanachukua vitambaa vyeupe, wanachukua maji, wanachukua mafuta, mchere, wanachukua vitu mbalimbali, mchanga, wakisema kwamba ni vya upako, vimetokana na Mungu na utakaso, vimetakaswa, kwa hivyo tumia. Watu wengine wanachukua leso na kupulizia, watu wanaanguka kwenye mapepo wanapona, viwete wanasimama na kutembea, lakini kumbe ni viini macho. Unaweza kupotea. Jambo la msingi, simamia katika neno la Mungu. Hakikisha unaitambua sauti ya Mungu halisi katika maisha yako. Lolote utakalotaka kulitenda, hakikisha umelitenda sawa sawa na neno la Mungu. Lolote utakalolisikia likawe sambamba na sauti ya Mungu ambayo itanong'oneza ndani yako katika ushindi, katika mambo yako yote ambayo unaweza kuyapitia. Yesu anajitambulisha kwetu kwa namna mbalimbali. Itambue sauti ya Yesu, huyo aliye mchungaji wetu mwema,
nina series moja ya Daudi ambayo Daudi anasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mnyama anapotambua kwamba mchungaji wake ni nani, na yule mchungaji anatambua majina ya kila mnyama wake, yani kila kondoo anamtambua, kwa sababu tunakumbuka kwamba kipindi cha Palestina hizo wale wachungaji wanajua majina yao ya wale wanyama, na wanyama wanajua sauti ya mchungaji wao. Kwa hiyo popote tutakapokwenda wanaongozwa na mchungaji wao. Lolote tutakalotaka kulifanya, mchungaji wao anawaongoza. Vivyo hivyo katika maisha yetu, tambua aliye mchungaji wako, ambaye ndiye Kristo. Inua macho yako kuisikia. Hatu yoyote ambaye atakuja akisema yeye ni mchungaji aliye mwema katika maisha yetu, pima sauti yake, pima mwenendo wake na tabia yake. Je, zinafanana na mchungaji wetu ambaye ni Kristo? Hata sasa Bwana ananyenyekea kwetu, akituita kwa sauti ya upole kabisa. Hasa Petro katika kihelehele chake akasema, ikiwa ni wewe Bwana, niamuru niweze kutembea juu ya maji. Mashaka anapoingia ndani yake kwamba niamuru nitembee juu ya maji, Yesu hakusita. Pamoja na mashaka aliyokuwa nayo, Yesu hakusita, hakuona kwamba ni changamoto. Akamwambia, njoo. Petro akashuka chomboni kumfuata Yesu. Rafiki yangu mpendwa, mfuate Yesu katika maisha yako. Hatua zako za maisha, kazi zako za maisha, familia yako ielekeze kwa Yesu. Yesu aliposema njoo, Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Sisi tunapaswa kumwendea Yesu kila inapoitwa leo. Haleluya. Ninamshukuru Mungu asubuhi ya leo kwa sababu wewe umechagua kumwendea yeye. Kuwepo katika platform hii asubuhi ya leo, maana yake umemchagua yeye. Katika usingizi wako umeamka tu na kufungua simu yako, kuwasha bando data yako na kuweka sauti hii, maana yake umemchagua yeye. Jina la Bwana na litukuzwe, na ninaomba kwamba ajidhihirishe kuanzia sasa mpaka milele katika maisha yako. Yesu alimwambia Petro, njoo. Petro akashuka kwa miguu kwenda kumfuata Yesu ili kumwendea Yesu. Mimi na wewe tunapaswa kuwa na maombi ya kila nyakati, ya usiku wa manane, ya mchana, ya asubuhi, alfajiri kama sasa, ya jioni, nyakati zote tunapaswa kuwa na maombi. Kuomba sifa, kuomba shukrani, kuomba haja zetu kwa Bwana aweze kututendea, kuomba Bwana aweze kututumia. Kwa hivyo basi, rafiki yangu mpendwa, asubuhi ya leo, njia ya kwanza ni maombi ili kumwendea Yesu. Njia ya pili ni kusoma neno. Unapaswa kusoma neno la Mungu nyakati zote. Uwapo kazini, una simu yako, ndani kuna Biblia. Chukua hata dakika 2, dakika 3, fungua Biblia yako, soma. Sio tu kwa sababu ya hiyo simu yako kwa ajili ya kazi, status chatting na marafiki, ama kufanya shughuli zingine, lakini simu yako ikusaidie katika ukuaji wa kiroho. Kusoma neno la Mungu. Soma neno. Pata nafasi ukiwa kwenye shughuli zako, kwenye biashara yako, omba hata kwa dakika 1, dakika 2. Ombea shughuli yako, ombea wateja wako, ombea mabosi wako, ombea marafiki zako unaoshinda nao, ombea familia yako. Yani wewe nyakati zote iwe na lodi ni maombi. Nyakati zote iwe na lodi uko luzi kama kadaka 1. Usikimbilie kwenye udaku, usikimbilie mahali fulani. Shuka magotini, mwambie Bwana, tafadhali rekebisha maisha yangu. Mwambie Bwana, tafadhali nisaidie. Ongea na Mungu wako, naye Bwana atakupatia uwezo wa kushinda. Naye Bwana atakupatia nguvu. Naye Bwana atajidhihirisha katika maisha yako. Naye Bwana atakupatia nguvu ya kushinda hayo majaribu ambayo yanaweza yakatokea katika kazi ambazo unazifanya.
asubuhi ya leo mtangulize yeye. Anza kutembea, anakuita hata sasa, anakuita. Kurekebisha pale mahali ambapo unapaona hapako sahihi. Pale mahali ambapo unapaona ulikosea. Pale mahali ambapo unapaona kabisa hapana uhusiano na Mungu wa mbinguni. Kuna wengine wanafanya biashara lakini wanategemea nguvu za giza ili kufanya biashara zao. Kuna wengine wanafanya kazi lakini wanategemea nguvu za giza kufanya kazi. Sikiliza, hakuna uhusiano kati ya Mungu wa mbinguni na miungu mingine. Actually, Danieli wakati amefika na rafiki zake kule Babeli, baada kwamba wale wenzake watatu na kuchukuliwa kupelekwa katika tanuru la moto, mfalme yule ambaye aliwatumbukiza katika tanuru la moto anasema kwamba ninawaona watu wanne, na yule wanne ana mng'aro kama mwana wa miungu, mwana wa Mungu ambaye sisi ni miungu ya mwana wa Mungu ambaye sisi tunamwabudu. Wao wana miungu yao, wanamuona Yesu aliye ni mwana wa Mungu. Na kweli Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa Mungu anatambulika kila kona na kila mahala. Ndio maana hata wana wa Israeli sanduku lao lilipokuwa linachukuliwa na kuingizwa katika miungu ile ambayo walikuwa wakichukuliwa mateka, ile miungu kule wanapochukuliwa mateka wakiingiza mle ndani, miungu yote ukutani inaanguka chini. Wakiamka asubuhi wanakuta miungu yao imeanguka chini. Wanashangaa. Ni kwa sababu uwepo wa Mungu wa mbinguni, mtawala, mfalme, alikuwa kati yao. Katika biashara yako, muite mfalme na mtawala. Katika familia yako, muite mfalme na mtawala. Katika maisha yako, muite mfalme na mtawala. Katika kutafuta mwenzi wa maisha, unahitaji kufanya kuanza maisha, unatamani kuwa na mtu ambaye utaishi naye maisha yako milele, muite mfalme na mtawala. Yeye akusaidie kukupatia huyo aliye ubavu wako, huyo ambaye yeye anatokea katika wewe, unatokea katika ubavu wake, yupo wa kwako. Mwambie, atakuletea. Unaona maisha yako ya toboi, muite yeye, atakuonyesha njia. Ndio maana alimuita Petro, akasema njoo. Petro akatoka chomboni, akaanza kutembea kumwendea Yesu. Asubuhi leo tutoke katika shughuli zetu. Asubuhi ya leo tutoke katika shughuli mambo yetu nayo tusifunga, tusimtazame Kristo, tutoke huko tumwendee Yesu. Kama unaona uhusiano wako sio sahihi, sio thabiti mbele za Bwana, utoke mwendee Yesu. Yeye atatupatia ushindi, yeye atatupatia baraka. Unapomwendea Yesu asubuhi ya leo, imani yako ijengwe kwake. Usiwe na pande mbili, usiwe na huku na kule. Mwendee Yesu asubuhi ya leo, yeye aweze kusimama na wewe katika maisha yako. Ninakuombea ya kwamba Mungu akulinde, miguu yako ipate mwelekeo kumwendea yeye, kazi zako zimuelekee yeye, familia yako imwendee yeye, masomo yako yamwendee yeye Yesu Kristo. Mungu na atusaidie, na Mungu aweze kutubariki. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa kutuita sisi watoto wako. Hata sasa tunaitika asubuhi ya leo kwa neno lako. Ninakusihi ya kwamba nyenyekeza mioyo yetu. Ninakusihi ya kwamba tuvute kwa pendo lako. Tusaidie kuyaacha yote yanayotufunga huko nyuma. Tukutafute wewe katika maisha yetu. Tangulia mbele yetu na sisi tutafuata. Tufuate nyayo zako hizi za kukumbukwa. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amina.